Masakari. Masakari. Nilikuwa natumia but after some time nika opt nitumie Napier. Nini ilifanyika? Iko inatoa results. Haitoi results venye inahitajika. Vile inahitajika. Yeah. Hiyo itakusaidia usifanye tu blindly. Peleka chakula kwa lab. Yeah, once in a while napeleka ndo nijue what I'm feeding. Iko nayo. Okay. I'm feeding what I don't know. Sijai sikia mtu akipeleka food lab. Sasa leo upeleke. Usilishe tu. Kuna lab hapa LD yenye unaweza peleka? Yeah, iko. Ama ndume. Ram moja anaweza kuadhibu. Lakini water iko tu silent. Iko silent inatata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa dopa bora. Mahali leo tumefurahi sana, tumefika hapa Chepkelat Prime Dovers. Na nda insist hiyo prime kwa sababu ziko prime ya ukweli. Sijui kwa nini uliamua kutumia hiyo jina. Hiyo prime tulikuwa tunataka tu differentiate na watu wengine. Juu ya genetics yenye tuko nayo. Okay. Mimi nimeshukuru sana mmenikaribisha hapa. Karibu. Hatuichukulii kwa urahisi. Yeah. Kwa sababu unaona umesimamisha kazi yako unihudumie. Nafurahi sana. Naitwa Limo. Mfugaji wa dopa nilianza juzi. So si utembea hivi kujifunza. Na watu wengine pia wajifunze na sisi. Exactly. That is the way to go. So unaweza ji-introduce. Tunaitwa Chepkelat Prime Dopers, ndo ni jina ya shamba yetu. Hiyo ni mzuri. Alafu jina yangu ni Songok. Songok. Chepkelat ni family name. Ni family name. Na hiyo ndo jina ya biashara sasa. Jina ya biashara. Nyinyi ni wafugaji wa dopa. Tunataka tu ensure generational wealth is passed to the next generation. So ndo maana tukajiita Chepkelat. Okay. Hiyo ni mzuri. Yeah. Nimekuwa impressed sana na quality. Ngawaje tulikutananga siku ile wakati ya show. Na nikachukua contact zenyu nikasema hawa lazima nitawatembelea. Yeah. Na pia nimekuwa nikiwafuatilia. Yeah, tunafanya bidii hapa kwa shamba. Sijui nyinyi mlianza mwaka gani ama mlianza aje? Yeah, tulianza 2023. Hii biashara tukanunua 2023. Yeah. Okay. Tukanunua dume moja kutoka ADC. Kutoka ADC. Yeah, ADC ni Agricultural Development Corporation. Yeah. Shirika la serikali. Na tulikuwa na crossbreed. Okay. Kienyeji hivi. Tuka improve nazo from 2023. Kwa hivyo nyinyi ndume tu mlinunua? Ndume tulinunua ndo tuweze kubadilisha pole pole. Mkabadilishia zile. Yeah. Wengine uamini lazima ununue zote, kumbe unaweza nunua ndume tu. Unaweza anza na ndume. Unajua social media kuna pressure mingi. We call it has killed so many ambitious farmers. Inaweza kukumisguide kabisa. Unajua pale social media kila mtu anacheza, you're chasing for kila mtu anataka anavutia upande wake. Anataka pengine akuuzie nini, lakini kumbe unaweza anza na ndume tu. Unaweza anza na ndume na kike pole pole. Pengine unipe history tu. It's a journey. Ni kweli. Kazi ya siku mwezi 6, miezi 12. Ni kweli. Naweza enda hivi ndio ionekane. Tukifanya hii kazi. So si rahisi. Tunajikaza, tunapambana, tuna improve every year. We change 1 2 3 things. Okay. Tunaleta wengine wenye wako improved. And then now, unajua kwa hii kazi ya ukulima, inataka ukuwe na patience. Na ukuwe na vision. Ni kweli. Of what you want to be in maybe 5 years, 10 years. So, unafaa kuwa na mpango. Ukuwe na mpango mzuri. Ukuwe na mbegu mzuri.
Na usisikie watu wa social media. Social media unajua itakufanya you want to be where you wish to be in 5 years, you want it to be in maybe 2 weeks time, which is impossible. Haiwezi. Unaona kama kondoo gestation period ni 5 months. So kama huwezi vumilia hizo miezi 5 ndio upate mtoto, then usijaribu hata kuanza. Unaweza anza kama uko na, if you are very patient. Kwa nini dopa? Dopa tulijaribu, tumefanya dairy, but dairy it's capital intensive. Alafu you know when you are ukitaka kuwa na, when you have a vision of doing something and you want a passive income, ni kweli unafaa uanze kitu. Unaweza fanya kuku, unaweza anza kondoo ama mbuzi ama dairy pia, kama if you have enough capital. So tulianza dopa kwa sababu ya we want to have passive income apart from the normal maize farming, wheat farming, kuku kidogo hapa na pale. So tukasema tuanze na dopa. Na nini kabisa ili kumotivate kwa dopa? Sababu ungeanza tu kondoo ingine. Dopa nilipenda dopa basically because niliona how other countries are doing. Like South Africa, Australia, US, and they have good breed. So venye tunafanya dairy, because these semen we buy them na ni za their imports. Nikasema kwa nini nisijaribu ya kondoo, tuone venye itakuwa, cause ya dairy tunaona ina perform vizuri. So nikasema acha tujaribu. Kasema acha ujaribu dopa. Ya dopa ndo tukue na dairy na dopa pia kwa shamba. Na so far iko namna gani? Sababu unasema 2023. Unajua ni juzi tu. Ni juzi. Lakini hiyo inatoka a lot of sacrifice na effort na pesa. Na effort mingi. Inahitaji a lot of capital. Capital in the sense that if you are planning to grow your stock or your flock, tuseme kwa mwaka 1-2, unahitaji some certain percentage of capital ndio uweze kufika hapo. Ni kweli. Haona wewe uko na kondoo mingi tayari. Kwa zile shamba nimetembelea, kuwa na kondoo kama hizi ni mingi. Na sio kazi rahisi. Si rahisi. Si rahisi kufika hapo pia. Na pia ni rahisi kufika hapo kama uko serious. Hivyo mtu akiwa serious miaka kidogo tu, turnaround yake ni fupi. Turnaround yake iko very impressive. Ukiwa na kondoo 10 na wakuzalia twins, hiyo ni kondoo 10. Kama kuzalia singles, hizo ni another 5 lambs. Haraka tu hivyo kwa mwaka moja. Lakini ni kazi, inataka patience. Kungoja hiyo miezi 5, alafu ngoja another 3 months uwini huyo mtoto. Unaona hizo ni miezi 8. Miezi 8. So si rahisi. Nataka uvumilie. Kuna kitu pia nimegundua kwa flock yako mingi ni imported. Juu najulia hiyo special tag hiyo ya kuimport. Hii process ya kuimport ikoje? Siku hizi kila kitu imekuwa digital. Sio ngumu. Si ngumu. Kama last week on 15 kulikuwa na auction South Africa. So you bid online. Una bid online? You bid online. Ikikupendeza, ukifika hiyo bei, you buy it through online. Unamaanisha mtu anaweza bid akiwa hapa tu, sio lazima hata uwe unajua mtu huko? Si lazima ujue mtu huko. You do some simple registration on online kwa hiyo auctioneering. Kuna pesa unalipa? There's some certain fee unalipa. Unalipa. Depending na auction. Na auction? Kuna auction kadhaa, sio moja? Si moja. Hata kuna I think there is one at the end of this month. South Africa pia. So maybe in the near future pia tutakuwa na auction day. Tutafika hapo. Once penye tunaelekea 6 months ama twice a year. Penye tunaelekea tutafika hapo. Na pia tunaweza jijumuisha sisi wenyewe na tuunde kitu kama hiyo. Exactly. Wale farmers wenye wako serious.
na breeding. So tunaweza, unajua pia ni passion. Una passion ya kufanya kitu ni ngumu, itakuwa ngumu proceed maybe na projection yako ya maybe 5-6 months ama hata 2 years 3 years. Ni kweli. Yeah. So hiyo process ya though at the moment kuna hiyo restriction ya kuimport from South Africa. Restriction imeanza FMD ilianza February. Okay. So bado haijakuwa uplifted. Bado. Yeah. Sijui kama hii sasa tume hold on hatuwezi. Hii violence yao sijui kama pia itatu affect. Pengine itakuwa ngumu sasa hiyo ugonjwa foot and mouth ni serious, so inaweza clear your stock. By the way. That's why wameka hiyo restriction to import from South Africa. Yeah. Ingawaje tungeongelelea hiyo baadaye. Tungeongelelea hiyo baadaye changamoto za maugonjwa. Lakini hebu tuelezee vizuri hapo nyuma. Sasa wewe ulianzanga na ndume moja hiyo 2023. Yes. Ulikuwa na kike ngapi za kienyeji? Walikuwa 15. 15 za kienyeji. Na ukaanzia tu hapo? Kaanza tu pole pole. Kila mwaka you add maybe 10. Unaongeza kidogo kidogo. Kidogo tu ukitafuta a higher breed than what you have. Ukiimprove pole pole. So 2023 mpaka saa hii naona umefika hii yote. Hii ni bidii. Hii ni kazi kubwa. Na naona saa hii mmetoa kwa malisho. Kawaje ni kama tulichelewa kidogo. Asubuhi ni kama mnalisha. Tunawalisha vizuri. Hawa wanakula 2 kg ya Super Napier. Ama silage. Unachanganya ama tu ile? Kuna siku ya silage, kuna silage. Kisha tuwapea Napier. Mnaenda mkibadilisha. Yeah. Sasa kama leo kuwapea Napier, kesho silage. Kesho wanaweza Napier tu ikiwa fresh. Hapana. Yenye tumeferment, unajua imekuwa umeshani ni silage pia. So you need to wilt. At least ukate. Ikae siku 2-3. Itoe hiyo excess water. Ndio ushagi. So nyinyi mnaenda mkialternate. Sasa nimekiwa na silage na revert back to Napier. Kwa hivyo chakula yenu mingi ni hiyo Super Napier. Na silage. Silage ni ya mahindi tu. Ya mahindi. Full corn. Na hii manini za mahindi nyinyi hutumia? Nini hiyo? Naona wakulima wengi huku hutumia. Masakari. Nilikuwa natumia. But after some time nika opt nitumie Napier. Nini ilifanyika? So unajua you need to improve also. Uli realize haina kitu? Hapana, iko na kitu kidogo. Yenye iko inatoa results. Haitoi results venye inahitajika. Vile inahitajika. Yeah. So lakini mahindi, silage ya mahindi na Super Napier iko sawa kabisa. Yeah. At least ukiwa na hiyo. But sisemi watu wasitumie hiyo. Hata mimi natumia. Inatakana ama small concentrate. Ama nasema aje kuimprove. Unai-supplement. Ni kusupplement ama ni unaongezea protein ndani. Ama una mix na hizi zingine. Si ati hiyo peke yake. Hiyo peke yake, yeah. Hiyo itakuwa tu filler. Inakuwa filler. But alternatively unaweza peleka lab ipime how many nini iko nayo. Yeah, concentrate iko nayo. Hiyo itakusaidia usifanye tu blindly. Peleka chakula kwa lab. Yeah, once in a while napeleka ndo nijue what I'm feeding. Iko nayo. Okay. I'm feeding what I don't know. Sijawahi sikia mtu akipeleka food lab. Sasa leo upeleke. Usilishe tu. Kuna lab hapa LD yenye unaweza peleka? Yeah, iko. Yeah. Wapi? Iko LD. This is important information kwangu kwanza. Kwako, yeah. Iko lab.
Naenda unapimiwa chakula yako, wanaweza kuambia wait for maybe 1 week, 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Wanakupea results. Ningependa kujua penye wako. Kuna mkulima hata alikuja hapa akaniambia yeye anapelekanga. Alikuja kuchukua ndume. Mi lazima sikuwa najua hiyo. In fact nimejua kutoka kwako. Yeah. So leo unaweza peleka lab, unajua hii chakula iko na nini. Nini unalisha? Nini unalisha kondoo? Usilisha tu. Kwa sababu umeona watu wengine wakilisha. Okay. Kwa hivyo chakula inatakana unapeleka lab sample. Peleka lab sample. Wanakuambia hii iko na protein kiasi fulani. Hii iko na kiasi fulani. Hata kiasi fulani. So hii masakari ulipeleka ukaona iko chini. Iko chini kidogo. So sisemi watu umenipea nini, lakini wewe peleka unapeleka ujione. Peleka hiyo na upeleke nyasi pia. Okay. Alafu utaniambia results. Ndakuambia. Ndapeleka hiyo kabisa. Kwanza mimi ndapeleka. Mimi hata sikuwa najua hiyo. Sikuwa na ufahamu kabisa, kumbe unaweza peleka uambiwe. Hata hii dairy meal tunanunua, kumbe unaweza peleka. Unaweza peleka. Wakwambie this much. Unakuwa very sure. Hata kama ni hizi za kununua, unaweza peleka za tofauti unajua. Na utapata results. Unapata results unajua. Doesn't fly. Kuna jambo moja nililojifunza wakati wa ziara yangu ya Chepkelat Prime Dopers, ambalo kwa maoni yangu kila mfugaji anayelenga kufanya dopa farming kama biashara anapaswa kulizingatia. Na jambo hilo ni kujua kile kilicho ndani ya chakula unachowapa dopa wako. Wakati wa mazungumzo yetu, nilipomuuliza kuhusu feeding system yao, nilivutiwa sana na jambo moja. Hawategemei tu macho yao kusema kwamba feed ni nzuri. Mara kwa mara huwa wanapeleka feed yao kwenye laboratory kwa nutritional analysis. Na hapo ndipo nilipojiuliza, sisi wafugaji wengine tunapolisha dopa, huwa tunajua kweli tunawapa nini? Kwa ukweli tunajua tunawapa silage, tunajua tunawapa hay, tunajua tunawapa ile wheat straw, saa zingine ni boma rods pamoja na concentrate. Lakini je, tunajua kiwango cha protini kilichomo ndani ya hizi chakula? Tunajua kiwango cha ile inaitwa dry matter? Ama tunajua fiber iko kiasi gani? Je, katika hii chakula kuna minerals gani? Na kama unatengeneza feed yako mwenyewe, je, formula yako inakupa nutrients ulizokusudia kumpa mnyama? Hapo ndipo laboratory analysis inakuwa muhimu, kama nilivyojifunza leo. Kwa mfano, unaweza kuwa na silage ambayo inaonekana nzuri sana, ina rangi nzuri, harufu ni nzuri, na dopa wanakula kwa hamu. Lakini appearance peke yake haiwezi kukuambia kila kitu kuhusu nutritional value yake. Kwa hivyo laboratory inaweza kukupa picha nzuri zaidi ya kile kilicho ndani ya feed yako. Kama kuna imbalance kwenye minerals, unaweza kujua kwamba kuna haja ya kurekebisha supplementation. Na kama unatumia feed ingredients tofauti kulingana na msimu, basi ile nutritional analysis inaweza pia kukusaidia kuelewa kama mabadiliko hayo yamebadilisha ubora wa ration yako. Kwa sababu mwisho wa siku, tunachotaka sio tu dopa kula chakula kingi. Tunataka chakula hicho kiwasaidie kukua, kuzaliana, kudumisha ile hali ya mwili na kuzalisha kwa faida. Na hii ndio sababu nilipoondoka Chepkelat Prime Dopers leo, nikaona ni vizuri nifanye research kidogo kuhusu mahali ambapo wafugaji wengine wanaweza kupeleka feed yao kwa analysis. Kama mimi sasa niko hapa mjini Eldoret. Katika maeneo ya North Rift, kuna chaguo muhimu ambalo nimeweza kudhibitisha. Kuna KEBS, hiyo ni Kenya Bureau of Standard. Na hapa Eldoret kuna North Rift Region Testing Laboratory iliyoko Eldoret. KEBS inaeleza kwamba North Rift Laboratory inatoa testing services kwenye animal feed analysis. Wanaweza kuangalia parameters kama vile protini, fat, total hash, moisture,
crude fiber, calcium, phosphorus na zinc. Hii ni habari nzuri sana kwa wafugaji wa maeneo ya North Rift kwa sababu Eldoret iko karibu na maeneo mengi yenye shughuli kubwa za ufugaji wa mifugo, sio dopa tu. Lakini pia nilitaka kuwafikiria wafugaji wetu wa Tanzania na nimeangalia huduma zinatolewa na Tanzania Veterinary Laboratory Agency au TVLA. Hii TVLA ina huduma maalum ya animal feed analysis na inaeleza kwamba maabara yao inaweza kuchambua virutubisho kama energy, protini na amino acids pamoja na minerals. Kwa hiyo kama uko Tanzania na unatengeneza feed yako mwenyewe au unanunua ingredients mbalimbali na kuchanganya zote pamoja, hii ni huduma ambayo inaweza kukusaidia kupata taarifa zaidi kuhusu ubora wa chakula chako. Lakini kuna jambo moja muhimu pia nataka niseme. Usichukue sample yoyote tu kutoka juu ya gunia na kupeleka kwenye laboratory ukidhani itawakilisha feed yote. Sample inapaswa kuwa representative ya feed unayotumia. Kama una mixture iliyochanganywa, hakikisha sample imechukuliwa vizuri kutoka kwenye mchanganyiko mzima. Na kabla ya kwenda kwenye lab, ni vizuri kuwasiliana nao kwanza ujue ni sample kiasi gani wanahitaji, namna wanavyotaka sample iwe imewekwa, na ni vitu gani ungependa kuchunguza ama zile zinaitwa parameters. Hii ni kwa sababu testing hiyo unayohitaji inaweza kutegemea aina ya feed unayochunguza na swali ambalo unataka kujibiwa. Na kwangu mimi, hii ndio lesson kubwa kutoka Chepkelat Prime Dopers. Katika hii sehemu ya kwanza, usimpe dopa feed kwa sababu tu unaona ni nzuri. Jitahidi kujua nutritional value yake. Kwa sababu katika biashara ya dopa, feed ni moja ya gharama kubwa zaidi. Na kama tunatumia pesa nyingi kununua au kuzalisha feed, tunapaswa kujua tunapata value gani kutoka kwenye hiyo chakula ama malisho. Hapo ndipo ufugaji unaanza kuhama kutoka kwenye kusema nimezoea kuwalisha hivi na kuanza kusema nimechagua kuwalisha hivi kwa sababu nina data inayoonyesha hivi ndivyo nilivyo naweza kuendesha flock yangu. Na hiyo ndio aina ya ufugaji wa dopa ambao tunataka kujifunza hapa kwenye chaneli yetu. Ufugaji unaotumia experience lakini pia unatumia ile data. Kwa hiyo kama uko sehemu za Eldoret na North Rift, unaweza enda hiyo North Rift KEBS ama hiyo Eldoret Laboratory Investigation Center. Lakini pia najua inapatikana katika miji zote mikuu. KEBS wako na maofisi katika nchi nzima. Pia najua kule Tanzania hiyo TVLA iko na maofisi pia katika maeneo zingine mkoani kule.